Semaji, assalamu alaikum ndugu. Wa alaikum salam. Uko vizuri kabisa? Niko sawa sawa bwana. Tangu umefika Zanzibar, urojo umepata? Ndo cha kwanza hicho. Kwa mtu mmoja katikati hapa anaitwa Babu Kombo. Ana urojo hatari huyo. Kuna mtu anaitwa Babu Kombo. Alafu ana juisi ana nini? Ana juisi. Sasa feli ya ndimu. Si ya ndimu. Utakauka ana hatari Babu Kombo huyo. Babu Kombo. Mishikaki 50. Mishikaki 50. Kako ya bure hiyo. Hiyo mishikaki 50 unamaliza? Si vidogo vile. Okay, sawa. Nimejinoma vibaya. Sawa semaji. Tueleze kwa kile ambacho kimetokea kwenye huu mchezo wa leo ukimalizika kwetu kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mafunzo. Kipindi cha kwanza pasina kufunga bao, kipindi cha pili tukaja kufunga bao, lakini mechi ilimalizika kwa ushindi huo wa bao 1 na mechi nzima ilivyokuwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata ushindi hii leo na kufanikiwa kwenda hatua ya nusu finali ya michuano hii ya kombe la Muungano. Ni ushindi wenye maana kubwa sana kwetu, haijalishi ni ushindi wa goli moja, lakini tunaangalia the purpose of it ya kwamba tumefanikiwa kwenda hatua ya nusu finali. Usingetegemea kuona mabadiliko makubwa sana, ama usingetegemea kuona vitu vikubwa sana katika mechi ya leo, kutokana na mabadiliko ya kikosi ambayo mwalimu ameyafanya. Amejaribu kuwapa nafasi wale wachezaji ambao hawajapata nafasi kwa muda mrefu kwenye mechi za ligi kuu ya NBC, michuano ya kimataifa na kadhalika, na kuwapa nafasi katika hii mechi ya leo. Lakini kuwapa nafasi wachezaji ambao wametoka majeruhi ya muda mrefu, watu kama kina Bajaber. Kwa hiyo kilichopatikana katika mchezo huu wa leo kina stahili kabisa kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na aina ya mpinzani tuliyokutana naye. Na baadaye mwalimu akaamua kufanya mabadiliko, akawapa nafasi wachezaji wengine kwa ajili ya kuamsha mili yao, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu na muhimu zaidi. Kwa hiyo akaingia kina Libasi wa kina Chama kwa ajili ya kuamsha tu kidogo mwili wa kina Selemani Mwalimu kwa ajili ya safari inayofuata. Kwa hiyo ushindi wa leo ni ushindi muhimu ambao umetuwezesha Nyama kwenda hatua inayofuata. Ya wachezaji ambao wapate nafasi ya kucheza mara kwa mara, tumeona Semfuko akiibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo, walau kwa wachache kwa Semfuko, lakini pia kwa wachezaji ambao wapata nafasi ya kucheza hii leo hakuwa wanacheza mara kwa mara kwenye mashindano mengine. Ya ni jambo zuri. Mara nyingi tumezoea kuona mchezaji bora amefunga, ama mechi kiisha bila basi anapewa golikipa. Kumekuwa na mazingira kama haya ya kuibua maswali. Wachezaji wa maeneo haya ya katikati imekuwa nadra sana kupata tuzo, kwa sababu kazi zao hazipimiki kwa macho ya kawaida. Uweze kumhesabia assist, uweze kumhesabia kitu gani, uweze kumhesabia goli. Wanaweza kafunga, lakini it's very rare. Wanafanya kazi nyingi katikati pale ya kublock mashambulizi, ya kutengeneza mashambulizi. Hasa lazima uwe na jicho pana la kuweza kuona namna hiyo. Kwa hiyo wataalamu wetu wa leo wameweza kungamua kazi nzuri ambayo ameifanya Semfuko kwa dakika 90, na wakaona anastahili kupewa tuzo. Nami niseme tu ya kwamba anastahili tuzo ambayo ameipata kwa sababu ya kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya. Sawa. Hii leo pengine nini ambacho kikubwa kimekuvutia kabla tujatoka hapo kwenda kwenye kwa maana mchezo unaofuata? Vimenivutia vitu vingi. Combination ya Mbegu pamoja na Vedasus imefanya kazi nzuri kweli kwa mara ya kwanza wakicheza pamoja, na wamecheza kwa utulivu wa hali ya juu. Wote ni majunior, lakini wameonesha kiwango cha hali ya juu sana, na namna ya kutumana, wewe nenda, wewe subiri, wewe ondoka, wewe ni ngoje, na wamefanya kazi yao vizuri kweli. Kwa Anthony Mligo no more discussion, kwa sababu tayari ameshajipambanua ni mchezaji wa aina gani. Duchu vile hakuna mjadala, ni mchezaji mkubwa kweli. Katikati mwa kiwanja kumenifurahisha kumuona Semfuko akizima dakika 90 kwa ubora wa hali ya juu, na amefanya kazi yake kwa ufanisi mkubwa kweli. Mbegu ameendelea kuja, Bashiru
ameendelea kuja vizuri, ni bwana mdogo kutoka under 20, lakini amekuwa kwenye makuzi sahihi na mwalimu Steven Becker amekuwa akimpa nafasi na anazidi kuimarika siku hadi siku. Nimefurahi kumwona Loemba amezidi kuimarika from injuries, anazidi kuwa mtamu, anazidi kukomaa kwa sababu tunamhitaji sana tarehe za katikati hapo. Kwa hiyo ni muhimu kupata mechi kama hizi kwa ajili ya kuongeza fitness yake na hali ya kujiamini. Lakini Baraka Mwangosi vile vile nimefurahi kumwona amerejea kutoka kwenye majeruhi na amezima vizuri dakika 45 za kipindi cha kwanza. Almanusura afunge goli la mashindano, tiktaka ile ikagoma. Kwa hiyo na yeye amenifurahisha kumwona akiwa kwenye kiwango kinachoridhisha kwa kweli. Kimsingi yako mengi ambayo yamenifurahisha leo, lakini in jumla ni matokeo ya ushindi. Kama sijakosea kutamka hili neno, utanirekebisha na utaniambia maana yake nini? Al-Qisas haq. Nimepatia? Ya al-Qisas haq. Maana yake ni nini? Kisasi ni haki. Kisasi ni haki. Mchezo unaofuata ni dhidi ya Mlandege. Mara ya mwisho tunakutana nao ni katika uwanja huu, mchezo wa fainali Kombe la Mapinduzi hapa visiwani Zanzibar. Wakatufunga, tunaenda kucheza nao mchezo wa nusu fainali. Itakuwa ni nusu fainali nzuri, nzuri yenye kuvutia sana. Na mimi nimefurahi kuona Mlandege wamefuzu kwenda hatua ya nusu fainali. Tunachanganya rangi kidogo. Hainogi na haipendezi sana nusu fainali, tungekuwa wale tu wa bara peke yake. Sasa hii kuingia kwa Mlandege imeongeza chachu zaidi. Inakuwa ni mashindano ambayo yana mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Kwa hilo limenifurahisha, lakini nimefurahi zaidi yule ambaye amemtoa Mlandege. Nimefurahi yule amenifurahisha zaidi. Kwa hiyo imekuwa ni siku nzuri, na Mlandege sio kama tunakwenda kulipiza kisasi. Tunataka tuende tukaulizane tu. Ule ubora wa siku zile wa goli moja bila kwenye fainali ya Kombe la Mapinduzi uli utoa wapi Mlandege? Tunazungumza kirafiki tu. Yani ni mazungumzo ya kirafiki tu bana, ilikuwaje kuwaje. In fact nimewatazama Mlandege, wana timu nzuri sana, si watu wa kubeza na sio watu wa kwenda nao kichwa. Kwa mfano namna ambavyo tumecheza hii leo, na tukicheza hivyo na Mlandege tunaweza tukawa tuna mechi ngumu kweli kweli. Ili uweze kumfunga Mlandege unahitaji kuwa na perfection ya 100%. Nimeona wazuri kwenye kuzuia, nimeona wazuri kwenye kutengeneza mashambulizi. Hata magoli ambayo wanafunga sio magoli ya buba, ni magoli ya mipango na kiteknolojia. Kwa hiyo sio wapinzani wa kuwaendea kichwa. Ni wapinzani ambao tunapaswa kujipanga nao vizuri, twende tukashindane nao vizuri, tupate matokeo mazuri. Sawa, Samaji, unaona tuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwenye haya mashindano au tunachukulia tu kama sehemu ya kujiandaa kurudi kwenye ligi kuu ya NBC? Tunajiandaa kupitia mashindano haya. Ndio maana umeona mwalimu alioanzisha baadaye akawaingiza wengine kwa ajili ya kuamsha miili. Lakini vile vile tunachukulia mashindano haya kwa userious wake. Ni mashindano yenye historia muhimu kweli kweli kwa taifa letu la Tanzania. Ni mashindano ambayo yanatukumbusha miaka 60 huko iliyopita, wakati waasisi wa mataifa haya walipokubali kukaa pamoja na kuyaunganisha na kuwa Tanzania moja yenye upendo wa hali ya juu. Kwa kupitia mashindano haya tunachukulia very serious, na ndio maana hapa tuko full mkoko kuhakikisha kwamba tunayatukuza mashindano haya, lakini kama haitoshi tunawafurahisha watu ambao wanakuja. Lakini unapojiandaa kwenda kufanya vizuri, lazima ufanye vizuri. Uweze kujiandaa kwenda kufanya vizuri katika ligi kuu ya NBC kwa kufanya vibaya katika Kombe la Muungano. Kwa lazima ufanye vizuri kwenye Kombe la Muungano ili upate morali, upate confidence ya kwenda kufanya vizuri kwenye kombe mengine ambayo yanakuja. Kwa hiyo tumeachukulia kwa umakini wake wa hali ya juu kweli kweli. Sawa Samaji, kwa niaba ya mashabiki wa Simba waliopo hapa Zanzibar, karibu na Zanzibar kuelekea mchezo huo wa Jumapili, lakini pia ambao wamekuja kutusapoti hii leo,
Kwanza niseme tu turnout ya mashabiki, idadi ya mashabiki waliokuja hii leo uwanjani ni ndogo, hairidhishi hata kidogo, yani ni ndogo sana. Simba hawezi kucheza alafu kuna watu wachache namna hiyo uwanjani. Hii imekwisha, lakini lazima Wazanzibari waamke na mechi inayokuja waje kwa wingi, kwa sababu ni mechi muhimu na ni mechi ngumu. Tunataka mechi inayokuja uwanja huo umejaa ili tuende tukatimize kile ambacho tumekusudia kukifanya. Shukrani sana.